Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Wow, amen. Bwana Yesu asifiwe. Mbele yenu ni teenagers wa Jerusalem Fire Church. Tutawabariki na dance, na kabla ya dance tuko mbele yenu kwa ajili ya mafundisho ya Yesu Kristo kupitia Mtume Paulo katika kitabu cha Warumi mlango wa 12 na mlango wa 13. Karibuni. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa maana kwa neema niliyopewa, namwambia kila mtu aliyeko kwenu, asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadri ya neema mliopewa, ikiwa nabii tutoe unabii kwa kadri ya imani, ikiwa huduma tuwemo katika huduma yetu, mwenye kufundisha katika kufundisha kwake, mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Penda na lisiwe na unafiki, lichukiani lililo ovu, ambatana na lililo jema. Wapendo na udugu, mpendane nyinyi kwa nyinyi, kwa heshima, mkiwatanguliza wenzenu, kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Kwa tumaini mkifurahi katika dhiki, mkisubiri katika kusali, mkidumu. Kwa mahitaji ya watakatifu mkifuata ukarimu katika kukaribisha wageni, mkijitahidi. Wabarikini wanaowaudhi, barikini wala msilaani. Furahini pamoja nao wafurahio, lieni pamoja nao waliao. Mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi, msinie aliyo makuu, lakini kubali na kushughulishwa na mambo manyofu. Msiwe watu wa kujivunia akili zenu. Msiwe watu wa kujivunia akili zenu. Msiwe watu wa kujivunia akili zenu. Msiwe mtu wa kutenda ovu kwa ovu. Mkae Wapenzi, msilipizie kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Lakini adui yako akiwa na njaa, mlishe; akiwa na kiu, mnyweshe. Maana ufanyapo hivyo, utampalia makaa moto kichwani pake. Ushindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Kila mtu na itii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Hivyo amwasiye mwenye mamlaka ushindana na agizo la Mungu, na washindanao watajipatia hukumu. Basi wataka usimwogope mwenye mamlaka, fanya mema na utapata sifa kwake. Kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema, lakini ufanyapo mabaya ogopa, kwa maana hauchukui upanga bure. Kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu alipizaye kisasi mtenda mabaya. Kwa hiyo ni lazima kutii, si kwa sababu ya ghadhabu tu, ila kwa sababu ya dhamira. Kwa sababu hiyo tena mwalipa kodi, kwa kuwa wao ni wahudumu wa Mungu, wakidumu katika kazi hiyo hiyo. Pendo alimfanyie mtu jirani neno baya,
basi pendo ndilo utimilifu wa sheria. Naam, tukijua wakati kwamba saa kuamka katika usingizi imekwisha kuadia, kwa maana sasa wokovu wetu karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeenda sana, mchana umekaribia. Basi na tuyague matendo tuagiza na kuvaa silaha za nuru. Kama alivyohusika na mchana, na tuendene kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na usherati, si kwa ugomvi na wivu, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msimwangalie mwili hata tamaa zake.